Sasa zimetufikia muda huu, wekundu wa Msimbazi Simba rasmi wametangaza kwamba ndoa yao na Kibu Denis imefikia tamati. Klabu ya Simba rasmi wamemuaga Kibu Denis kwenye mitandao yao ya kijamii kwamba sasa anaondoka mara baada ya kutumika ndani ya timu hiyo almost kwa muda wa misimu 4 hadi 5, kwa maana tangu 2021 alipotua ndani ya Simba Sports Club. Sasa hivi 2026 chuma kinaondoka. Simba Sports Club wameweka bayana hilo, ingawa taarifa tulikuwa nazo mapema sana, muda mrefu, na tulikuwa tunaweka hapa wazi kwamba Kibu Denis huenda kaondoka kwa sababu tayari mipango yake ilikuwa inakamilika kimya na hatimaye imekamilika. Simba wanaenda kuvuna mpunga mrefu, dola $300,000 almost kama milioni 772 na ushei huko. Ni mzigo mrefu, milioni 700 hiyo. Simba akasema wasiache hiyo pesa. Kibu Denis anaenda kutumika ndani ya kikosi cha timu ya Al Nassr Benghazi ya pale nchini Libya. Na Al Nassr sasa kama vile wamevunja timu ya Simba, kwa maana wamebomoa timu ya Simba kwa sababu wamechukua nyota wengi tu ambao wametoka Simba. Fabrice Ngoma ni wa kwanza kutua katika kikosi cha timu ya Al Nassr Benghazi, lakini pia aliyofuata mwingine ni Steven Dese Mukwala ambaye naye aliuzwa pale, lakini pia sasa ni Kibu Denis Kibudenga naye ambaye anauzwa ndani ya Al Nassr Benghazi pale ya Libya. Na hao jamaa wanataka kuimarisha timu yao ili warejee katika vikombe vikubwa vya kimataifa, kwa maana CAF Champions League, waanze kufanya vizuri kabisa. Kwa hiyo Al Nassr Benghazi na Kibu Denis wanaanza kurasa mpya pale kama mchezaji wao. Kibu anaondoka ndani ya Simba Sports Club akiwa hana ubingwa wa ligi kuu ya kandanda Tanzania bara. Tangu ameingia hajawahi kupata zaidi ya kuchukua ngao ya jamii, lakini pia CRDB Federation nako hajawahi, kwa maana amepita katika nyakati ngumu sana. Kibu Denis ni mchezaji ambaye kwangu mimi naweza kusema ni mchezaji ambaye amekuwa na mafanikio ndani ya Simba kwa upande wa michuano ya CAF, kwa sababu tangu ametua ndani ya Simba hawajawahi kuishia hatua makundi, wamekuwa wakienda robo finali, lakini msimu uliopita walau Simba amefika katika hatua ya finali ya kombe la shirikisho Afrika, Kibu Denis akiwepo ndani. Kwa Kibu, mechi za kimataifa ndio story kubwa sana kwake, na amekuwa na mchango mkubwa sana na msaada mkubwa ndani ya Simba, hasa kwenye michuano ya CAF, kwa sababu wamekuwa na huo uwezo mkubwa sana kuisaidia timu. Hasa pia msimu uliopita kama unakumbuka, Kibu Denis alifunga bao 2, alifanya kubwa sana. Mechi yake dhidi ya CS Constantine, mechi yake dhidi ya Sfaxien ya Tunisia, zote alionyesha ubora mkubwa sana, na amekuwa akimwaga jasho na nishati kubwa sana. Amekuwa akitumika na akiweka energy yake hadi ya mwisho kwenye michuano ya CAF. Lakini Yanga hawatamsahau katika mechi ambazo Simba amekutana na Yanga. Mara zote Kibu Denis amekuwa akionekana bora sana, kwa maana zile mechi ngumu Kibu Denis amekuwa bora sana. Hata mechi ambayo Simba alifunga goli 5, nakumbuka Kibu Denis alionekana bora, na katika eneo la penalty box karibia penalty 2 hivi amenyimwa na Ramadhani Kayoko, na yeye akionekana bora sana akiwa anahakikisha alikuwa anataka kuisaidia timu, lakini baadaye Diarra akaona huyu jamaa atakuja kutuumiza, akamchezea madhambi na akamharibia kabisa. Kibu Denis akaumia, akatolewa nje. Mara baada ya hapo ndio Yanga wakapata nafasi, wakaanza kuwafunga Simba hadi kufikia goli 5. Kwa nini nasema Kibu alikuwa ni muhimili mkubwa ndani ya Simba? Hata kama ilikuwa inapita mwaka siku 365 alikuwa afungi, lakini bado alikuwa na mchango mkubwa, kwa maana ni yule mchezaji ambaye timu ikiwa inashambuliwa ataenda kukaba, timu ikiwa inashambulia atakuwa na kaba, na anafanya mambo yote kutokea uwanjani. Kwa hiyo Simba anamkosa mchezaji mwenye nishati, mchezaji ambaye mara zote amekuwa na faida sana, lakini kwa siku za hivi karibuni anaonekana kama kiwango chake kidogo kimeshuka hivi, na hata mashabiki wa Simba Kibu anaondoka wengi hawazungumzi wala hawaumii, kwa sababu naye ameingia kwenye mfumo kama Elimpanzu hivi. Anaonekana ndani ya Simba, lakini bado msimu huu hajaanza na gia ya juu, na pengine ni kwa sababu alikuwa anapambania dili lake la kuondoka kutafuta timu, kwa sababu alianza kupambana akienda Marekani, alienda Norway na kwingineko kote alikuwa anatengeneza maisha yake, kwa maana anatamani kuondoka ndani ya Simba mara baada ya kutumika muda mrefu. Future yake nataka pesa ndefu, na kule Libya wanalipa mzigo mrefu sana, kuna bonus, kuna side fee, kuna mshahara, kuna kila kitu, na jamaa matajiri wa mafuta wana fedha nyingi. Kwa hiyo mchezaji ameona sasa mimi umri unaenda, of course nimeshasaidia Simba kwa nafasi, nimeshaonyesha kwa nafasi fulani ndani ya Simba, hasa kuna namna ambavyo naye pia anataka kaonyeshe zaidi huko nje. Kwa hiyo Simba hawajapata hasara, wamemuuza mchezaji anaenda kunufaika yeye sasa, lakini pia Simba amenufaika, wamevuta mpunga milioni 772 na kitu huko, sio pesa ndogo hata kidogo.
Kwa hiyo Kibu Deya anaondoka na watu wanazungumza kila mtu ya kwake, lakini niwaambie tu Simba wafanya usajili mzuri sana. Hakuna pengo la Kibu Denis. Kuna Libase Gay ambaye Libase Gay kwangu ndio mchezaji ambaye ni ile character ya Kibu Denis ambaye anatumia nguvu, ana nishati na energy, lakini pia ni kijana mdogo, lakini vile vile ana uwezo kuliko Kibu Denis sasa kuingia eneo la box la mpinzani, lakini pia anaweza kuondoka na watu wawili watatu, na pia anaweza kukaba na nishati, anajua kupin, anaingia ndani, anafahamu mengi sana kutokea. Wamemsajili Ino Joseph Loemba namba 10 ambaye anaweza kufanya kazi nzuri sana. Wanaye Anisit Ora naye pia ana uwezo mkubwa sana. Pale wanachama kina Morris Abraham ni wachezaji wazuri kabisa. Kwa hiyo kwangu mimi wachezaji wale, hata Elie Mpanzu Simba angemwachia kwa sababu sioni anachofanya, lakini mwisho wa siku Simba amemchelewesha Elie Mpanzu, anabaki ambaye kwa kinyongo na bado unaona kabisa hana furaha, hana mapenzi kwa sasa. Lakini ukiangalia Kibu Denis ndio mchezaji ambaye alikuwa anajituma na anaonekana uwanjani, lakini bado pia msimu hakuanza vizuri kabisa. Hata msimu uliopita pia hakuwa katika ile form ambayo amekuwa nayo kipindi anaingia ndani ya Simba Sports Club. Kwa hiyo anaondoka pale huku Simba akiwa mfanya usajili mzuri, na kesho taarifa nilizonazo Kibu Denis atacheza mechi yake ya mwisho dhidi ya KMC. Mechi inapigwa saa 1 za usiku pale Mwenge Complex, Dar es Salaam. Kwa Kibu ataenda kuagwa na mashabiki pale Mwenge, na mimi nitakuepo kwenye hiyo mechi KMC dhidi ya Simba Sports Club, mechi ambayo Simba anaenda kumwaga magoli mengi sana. KMC kwa hoyo hai lakini timu ambayo inaweza kawa iko mbovu, inaweza ikamsumbua, labda ikamzuia, lakini kuna Loemba anaweza akacheza, Ora anaweza akacheza, Libase Gay anaweza akacheza, Mwalimu anaweza akacheza, Soa acheze hiyo mechi pamoja na Alassane Maudokante ambao wao wote wana kadi nyekundu mechi zao za 3. Bado mechi 2 tu amalize kuelekea dabi, watakuwa wamekwisha maliza hizo kadi zao. Endelea kusubscribe. Kibu Deya anaondoka. Una lipi la kusema hapo chini? Moment ipi ya Kibu Denis ambayo unaikumbuka? Yapi ambayo unakumbuka Kibu Denis ameondoka na pengine unatamani kumtakia kila laheri? Yapi ambayo alikukosha Kibu Denis bwana katika akiwa anacheza ndani ya Simba Sports Club kwenye ubora ule? Unaweza ukasema lipi ambalo linakufurahisha kwa Kibu Deya?